kana ala rabbika hatman maqdiya, kila mmoja wenu atapita juu ya sirat. Lakini kwa ufupi ndugu zangu ni kwamba mtume atakuwa katika sehemu tatu hizi, kwa sababu hizi ndio sehemu ambayo waja wa Mungu wengi watahitajia msaada. Ndio mtume atakuwa pale kutaka kuwasaidia watu. Sasa hii haudh ni birika la maji, na hii maji ambayo inaipatikana kwenye haudh inatoka peponi kwenye mto alopewa zawadi Mtume SAW, ambaye ni mto wa Kauthar. Inna a'tainaka al-Kauthar. Mtume alipewa zawadi ya hii mto ambayo inatoka peponi, inatoka maji peponi kule, inakuja mpaka kwenye haudhi. Hii haudhi Mtume anasema upana wake na urefu wake mfano kutoka hapa kwenda mpaka kule mwisho ni sawasawa na mtu kusafiri kwa ngamia kwa muda wa mwezi nzima ndio ufike mwisho kule, na upana wake na hivyo vile vile kurudi. Na hii maji ya haudh ndugu zangu, Mtume anasema wahiya ashaddu bayadan min al-laban, ni nyeupe kuliko maziwa, wa ahla min al-asal, na ni tamu kuliko asali. Man sharibaha, yeyote ambaye atakayekunywa katika maji ya haudh, lam yadhma abada, hatopata kiu milele. Na maji yenyewe yananukia kuliko marashi ya miski. Sasa Mtume anawaambia maswahaba, hapa ndo mahali tutakutana siku ya Kiyama. Hii hadithi inaendelea na ziko riwaya nyingi ndugu zangu. Siku ya Kiyama watakapokuja ummati Muhammad kwenye haudh, kuna riwaya tatu. Kuna riwaya ambayo Mtume atawaita umma wake ummati, umma wangu, jooni kwenye haudh mkunywe maji. Na kuna riwaya ambayo inayosema usaihabi, yana yake watu wangu wa karibu. Na kuna riwaya inayosema ashabi, marafiki zangu. Mtume atawaita umma wake wote, njooni kwenye haudh mkunywe maji. Ndo atalingana mwenye kulingana. Hapa ndo mahali pa hatari sasa. Atalingana mwenye kulingana, atamwambia Mtume, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, we Muhammad hujui hawa watu walizusha nini baada ya wewe kuondoka duniani, hujui. Ndo hapo Mtume sallam yeye mwanzo aliwajua watu wake kwamba ni umma wake kulingana na athari ya udhu. Unaona hii udhu ambayo tunatawadha sisi ndugu zangu, athari ya udhu, ndo Mtume atapewa zile alama zote za udhu kwa kila mmoja wetu hapa, na Mtume anatutambua kulingana na athari ya udhu. Lakini baada ya kuambiwa kwamba wewe hujui hawa watu walizusha nini baada ya wewe kuondoka duniani, Mwenyezi Mungu atawatia alama wale watu wote ambao walizusha hapa duniani, kisha Mtume ataanza kuwafukuza hawa watu. Mtume atawaambia suhqan liman ghayyara ba'di, kaeni mbali, ondoka yeyote ambaye alizusha baada yangu mimi. Ndugu yangu, wewe fikiri siku ya Kiyama Mtume anakufukuza wewe katika haudh, na hii ni ishara mbaya sana. Atawafukuza baadhi ya watu. Kuna mtu anakuja hivi anajifanya anakuja anampenda Mtume, Mtume ataambia ondoka wewe ulisoma maulidi, ondoka hapa. Mwingine ataambiwa wewe shishi, ondoka hapa. Wewe ulimsomea maiti Qur'ani, wewe ondoka hapa. Mwingine ataambiwa wewe bwana ulisoma talkini makaburini, wewe ulileta dhikri kwa pamoja, watu walikuwa na nguruma pamoja, ondoka hapa. Watu watafukuzwa kwa sababu ya bid'a zao, na hizi alama zitaonekana kwenye uso wao. Ndugu zangu, leo tukiwatahadharisha watu na mambo ya bid'a, hawa wanatuambia kwamba sisi tunawakufurisha, lakini kumbe hawajui sisi tunataka kuwaokoa hawa watu. Ndio kila mara hii maudhui ni lazima izungumziwe, kwa sababu tunataka kuwaokoa hawa ndugu zetu. Ndugu zangu, wengi wa watu watafukuzwa na watajikuta mahali pabaya sana. Bid'a ndugu zangu inaleta uadui baina yetu sisi. Leo angalia, tumekaa katika kongamano hili mashallah, tunakula sinia moja, tunakaa tunaswali katika msikiti mmoja, tunaishi katika mji mmoja, tunapendana, lakini kila mmoja hapa anamwangalia mwenzie kwa macho tofauti. Imeleta tofauti miongoni mwetu. Kwanza hawa watu wa bid'a, namna wanavyowachukia watu wa sunna. Asimuone mtu ameweka ndevu, asimuone mtu amekata suruali yake ama kanzu lake, hakuna mtu adui mbele yake kama huyu. Utafikiri ameona aina ya nyoka fulani hivi akimuona mtu wa sunna. Na yeye alikuwa anafaa mpende huyu mtu ambaye anajifananisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam.
imeleta chuki miongoni mwetu ndugu zangu, na ndio unaona sunna inaunganisha na bid'a inatenganisha. Imetutenganisha mpaka leo tumekuwa sisi sio kitu kimoja tena. Leo watu wa sunna, leo watu wa bid'a wanawachukia watu wa sunna wanapowaona wamevaa mavazi ya sunna. Wakimuona mwanamke amevaa niqab wanamfanyia istihzai kwamba hao ndio wenye dini, kuifanya dini kuwa ngumu hawa. Kumbe hawajui hawa mandugu zao wanataka kuwaokoa wao, wanataka kuwaokoa. Ndio Imam Ibn Taymiyyah anamalizia na nukta mbili, wakati umeshakatika. Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema ahlu sunna ya'rifuna al-haqqa wa yarhamuna al-khalq. Watu wa sunna wanaijua haki na wanawahurumia viumbe. Wanawahurumia kwa maana ya kwamba wanawatoa kwenye hizi mambo ya bid'a ambayo leo wanayafanya. Watu wa bid'a hawawezi kuwatoeni nyinyi katika mambo ya bid'a, ndio wanazidi kuwazamisha huko. Lakini watu wa sunna ndio leo wanajaribu kuwaokoa mandugu zao, wanaijua haki mahali ilipo. Ndio unaona leo mandugu zetu hawa ambao wanaofanya mambo ya bid'a, hakuna adui number 1 kwa wao kuliko watu wa sunna. Hawawezi kuwachukia mashia wala wale wengine, wanaweza kukaa na makufaru wakacheka nao, lakini ngoja amkute mtu wa sunna, kwa maana ya kwamba huyu ndo ambaye anahatarisha mambo yake. La mwisho ndugu yangu, wakati umeshanikata, hii mambo ya bid'a ndugu zangu haina nguvu tena. Ikiwa wewe bado unayafuata, basi ni wewe ndo ambao umeamua na bado unafuata mambo ya watu. Hawa watu ambao unawafuata wewe hawatozikwa na wewe ndugu yangu, utazikwa ukiwa peke yako. Na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama atakusimamisha ukiwa peke yako na atakuuliza maswali ukiwa peke yako. Na kama ni kuingia peponi, utaingia peponi ukiwa peke yako, na kama kuingia motoni, utaingia motoni ukiwa peke yako. Wewe leo unaogopa kuifuata sunna kwa sababu watu watasema. Unaogopa kuacha ndevu, utaonekana wewe ni katika wale. Unaogopa kukata kanzu yako fupi kama Mtume alivyokata. Kwa nini? Kwa sababu nitaonekana kwamba mimi ni katika kundi fulani, siku hizi pia umekuwa fulani. Wewe unaogopa hawa watu ndugu yangu. Hawa watu watakupeleka motoni hawa. Tahadhari na wao. Na ndio unaona ndugu zangu, haya mambo yote ya bid'a leo hayana nguvu tena. Hayana nguvu. Wakati wetu sisi tukiwa wadogo, maulidi ilikuwa na nguvu ya ajabu ndugu zangu. Katika nchi yetu ya Kenya hii, maulidi ilikuwa inasindikizwa na farasi ya majeshi, ile sefe yake, na inasindikizwa na motorcade, yale mapikipiki ya rais wa nchi ndio yako mbele. Namna umma ya watu ilivyokuwa, mabarabara yanafungwa, hakuna njia ya kupita. Siku za maulidi, subhanallah, ilikuwa ikichinjwa mang'ombe na mang'ombe. Leo iko wapi ndugu zangu? Hakuna tena. Inabidi wajifichie msikitini tu, wamebaki wale wachache na wale ambao wanaodanganywa. Lakini kitu ambayo imeifanya maulidi kuendelea mpaka leo na mambo mengi za bid'a ni mambo mawili. Jambo la kwanza, hawa ambaye leo wanaounga mkono masala ya mambo ya bid'a hizi wanamwaga pesa nyingi sana ili kuhakikisha kwamba maulidi inaendelea kuwa hai, lakini wao wenyewe wanajua maulidi na matendo yote ya bid'a imo katika kitanda cha kifo. Wanajua hiyo, lakini wanamwaga pesa nyingi. Maalimu wa madrasa na wanafunzi wake wanasafirishwa kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine ili ionekane kwamba katika ile sehemu inayosoma maulidi watu ni wengi, lakini wenyewe wanajua kwamba si kama ilivyokuwa mwanzo. Lakini wallahi hizi vitu vya bid'a zote, sababu ya pili ambayo imeifanya kuendelea mpaka leo ni pilao. Waondoe pilao, waone kama kuna mtu atahudhuria hapo ndugu zangu. Wengi wa watu wanakwenda kula tu pale. Waandae maulidi ya keki na kahawa chungu, nani ambaye atakwenda pale ndugu zangu? Au ugali kwa mboga chungu, nani ambaye atahudhuria pale? Wanakuambia bana, maulidi ya ugali Mtume hahudhurii bwana. Mtume anahudhuria kwenye maulidi ya pilao bwana. Leo tumekuwa ni watu wa kula kula, tumeweka mambo ya kula kula mbele tu. Waondoe hizi vitu. Ukiangalia hizi mambo ya bid'a zote ndugu zangu, ni mambo ya kula ndio iko hapo. Ukiangalia maulidi ni kula, mambo ya khitma kula, 40 kula, mambo ya burda kula, talqini kuna kula, kila kitu ni kula. Sasa sisi tumekuwa ni watu wa kula kula ndugu zangu. Wewe leo ukishazoea kula kula, mwisho wake wacha wewe kuwauza mandugu zako, utakuja hata kuiuza dini yako. Na wengi ndivyo walivyokuwa. Aqulu qawli hadha subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Naam. Jazakallahu khair Sheikh Said Bafana, Mungu akuhifadhi na ajalie yote hayo unayofanya katika mizani hasanati yako. Sasa tunaingia katika uwanja wa maswali, na maswali ni mengi, na kuna baadhi ya maswali naona Sheikh Said ameshajibu mengi kuhusiana na maulidi, na naona kashaigusia kwa juu, lakini vile vile tutamwacha iweke sawa baadaye. Sheikh Said, maswali ni mengi na tutajaribu kuyajibu kwa ufupi ili tuweze kujibu mengi. Ni mengi sana na nimejaribu kuyachambua yale yenye kufanana nikaweka kando. Swali la kwanza, anasema mwenye kuuliza,